and pursue it. God bless you. Asante sana Profesa. Sasa kwa kumalizia, nataka tusonge kwa viongozi wetu ambao wako hapa na ni wawili, na ni Junet Mohamed na Senator Orengo. Alafu nikiita Governor Nyaribo atamuita mzee wetu Oburu Odinga, mjumbe wa East Africa. Na vile wanakuja hao wawili, na kwa sababu tuko Kitutu, nataka niwaambie kuhusu hawa jamaa wawili. Huyu Junet Mohamed na Mheshimiwa Orengo, wakati tulitoa ile BBI ya kwanza, Nyamira haikuwa na constituency, na nilienda nikapiga kelele nduru kwa huyu na Mheshimiwa Orengo ile hoteli ya Orengo pale Windsor. Na mimi nataka watu wa Kitutu mkubali kwamba sikusema uongo. Nilikwambia Mheshimiwa Junet, hii constituency penye tuko hapa, tuko na assistant chiefs 63, secondary schools are public over 200. Na nyinyi wawili mlienda mkazungumza na baba, na Mungu akijalia 20th kama BBI itapita, watu wa Kitutu Masaba watakuwa na constituency. Ni kwa sababu ya hawa jamaa wawili. Kwa hivyo hata kama watu wanakuja kuzungumza hapa kutusi maneno ya handshake, ni kupitia baba hapa. Ndio maana tulipata hiyo constituency yetu ikawekwa hapo ndani. Pili, sisi tumeteseka kwa maneno ya afya. Hii kitu mnasikia baba anasema universal health. Last Friday hapa tu Entanda nilitoa mwili ilikuwa imefungiwa Nairobi na bili ya hospitali ya 2.4 million. Na hiyo plani yenye baba anasema ni kwamba kila Mkenya anastahili kupata huduma ya matibabu bure. Ula jiwezi. Hiyo ni mbaya ama ni mzuri? Akiwa kama waziri wa barabara yetu hapa kutoka Kisii, Nyamira, Chemosit ilikuwa imekwama miaka sijui 20. Timothy wanajua hapa, hao ndio walikuwa serikalini wakati huo. Wakati akiwa prime minister alitusaidia tukapata hiyo barabara. Mwisho mimi father anajua mimi naendaka kanisa. Leo nilifikiri Mheshimiwa Osoro akisimama hapa atajibu swali moja nilimuuliza jana. Tulikuwa na yeye matanga kule Machoge. Na nilimwambia huyu rafiki yake ananiambia niende karibu. Mimi nilikaa kwenye television wakati serikali iliundwa ya watu wawili, William Ruto na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Sisi tutakaa tukasikia Mheshimiwa Kenyatta amesoma wa minister wake, tukapata Matiang'i amewekwa hapo. Niliposikia ingine nikasikia Chirichiri, nikasikia Kandie, nikasikia Kosige, nikasikia Rotich, hata Osoro sikusikia. Hii watu wangu si wajinga, wanaangalia tu. Sasa sisi tunaambia tunaletea health. Juzi tumeshikana na baba, tunaongea na Junet na Orengo tuende kusaidia maneno ya chai. Wewe umetufikisha kando na tuambia umeleta gari na lori umejaza wheelbarrow. Wananchi wanataka chai, sio wheelbarrow. Hebu Mheshimiwa Orengo na Mheshimiwa Junet kuja huku mbele. Baba, tukimalizia sisi tunataka kukuombea. Sisi tunataka kukuombea kama viongozi wa hapa. Tukimaliza tuko na Father Nyangeri hapa. Iko siri hapa ile mimi nataka upitie siri ya Father Nyangeri akiwa hapa. Tukimaliza tutakuomba ukuje hapa mbele upate ile maji ya uzima. Na mimi nakuomba baba, ukiona Father na mwaga hiyo maji ufungue mdomo hapa ingine ukunywe ndio upate baraka yote hapa. Junet. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe tena. Amen. Kwa sababu ya muda nataka kusema machache. Kwanza nataka kuleta rambirambi yangu kwa familia ya rafiki yangu na kiongozi wangu wa chama Mheshimiwa Timothy Bosire. Bosire mimi ni rafiki yangu, tulifanya na yeye kwa bunge tamu iliyopita na tulikuwa kwa kamati moja pia pamoja. Na pia mke wangu alikuwa rafiki ya mama. Na mtu ambaye tulikuwa tunakaribiana vizuri,
tunashauriana vizuri, na alikuwa rafiki yangu, na nimesema lazima nikuje niseme pole mimi mwenyewe. Kwa sababu ya muda pia leo nilikuja hapa pia kumwona Mheshimiwa Bosire until ulipoona Osoro anaongea hapa, ndio nikabadilisha mawazo yangu niseme moja. Kabla ya hiyo mimi nilikuwa nataka kusema pole, Mungu afariji mama apeleke pale pake pema na nikae chini. Lakini nimeona kofia nyingine hapa, nikasema lazima niseme kitu. Mimi nataka kusema hivi, wakati unajua siasa ni kazi ngumu sana. Siasa ni kama hii binadamu ambaye anasaliwa. Unakuwa unatembea na mkono, unasimama, unatembea, baadaye unafika pipilage, unaanza kumea hata nywele sehemu zingine. Area hiyo ndio saa hii Osoro anapita, ambaye sisi tulipita hiyo last parliament. Baada na mea hiyo na unajua hiyo nywele inakuasha sana, inasumbua sana. Sasa unajua inasumbua sana. Sasa hiyo ndio inasumbua. Unajua hiyo inasumbua sana. Hiyo ndio siasa. Siasa iko namna hiyo tu. Sasa Mheshimiwa Osoro wakati alikuja bunge, alikuja kwa ofisi yangu kama whip. Akaniambia sasa mimi nimekuja na chama ya KNC nafikiri. Na alisema sasa mimi niko pande ya NASA. Na Juliet wewe ni rafiki yako. Ile parliament iliyopita tulikuwa pamoja kwa ODM. Akasema tafutie mimi komiti mzuri nikae ndani. Hakuenda kwa hasla. Nikamwambia mimi nafikiri vile umetoka South Bugirango, ile komiti unaweza saidia nayo watu wako ni ya agriculture, kwa sababu watu wanalima huko majani chai na kadhalika. Akasema hiyo ni sawa kabisa. Mimi nikaweka ile ya baadaye ndo nikaona tu Osoro anatembea kwa street mambo ya hasla. Sema hii mtu alisahau majani chai ziko gani jamani? Tuliongea bwana. Sasa ungani bwana. Hasla. Sasa hii. Baadaye nikatoa kwa hiyo komiti nikapeleka pale nyingine. Unakumbuka Osoro? Unakumbuka? Sasa mambo hii ya hasla na hii bottom up, hii ni mambo ambayo haina maana. Jana niliangalia TV. Kama mimi nasema ukweli tena ilikuwa uongo, ilikuwa kwa kanisa. Mtu aliuliza William Ruto bottom up ni nini? Badala ya kujibu kueleza watu bottom up ni uchumi namna hii akasema soma Psalms verse 12:18. Nikasema tena imetoka Biblia. Imetoka kwa mambo ya bottom up imeenda kwa Psalms 8 verse 18 to 19. Sasa ni kweli? Ndio nikakonfirm jana ya kwamba hii maneno ya bottom up ni fake. Haina msingi yoyote. Na kila wakati wakiongea hawa watu wanakumbusha sisi Juliet, hata ndani ya bunge, heshimu kiongozi wetu, yeye ndio deputy president ya Kenya. Mimi sasa na nyamaza nasema yeye ni deputy, nimesahau. Kama wewe ni deputy ya Uhuru Kenyatta na uko ofisi hata leo vile tunaongea leo jioni, umelete nini kwa Wakisii? Mambo ya kusema nitawasaidia baadaye, wachana naye. Sasa hii ofisi yako ya deputy president imelete nini hapa? Manufaa gani imelete hapa Nyamira? 2013 ulikuwa deputy president. 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, tunaweza kukusamea 2020 na 2021 ni corona. Tuseme ni wakati ya corona. Hiyo tumekuachia ni corona. Hii ingine yote miaka 7 ama 8. Ndugu yangu bwana, ulikuwa unaishi Tanzania, ulikuwa deputy president ya Tanzania ama ulikuwa ya Kenya? Unakuja kudanganya watu hapa tunasema ati ukinichagua iko bottom up, ukinichagua iko wheelbarrow, ukinichagua nitafanya hii na hii. Si ufanye saa hii, niko kwa serikali. Osoro wakati alikuja kwangu tena, mimi naye ni rafiki sana. Ndio maana mimi natoa sasa hii shuhuda. Hii ni shuhuda ambayo ningetoa kwa matanga yake, sio saa hii. Rafiki yangu sana. Wakati amerudi kwa ofisi yangu saa jioni, tulikuwa tunakunywa chai. Aliniambia, ndugu yangu, unajua Ruto ni deputy president. Nataka niingie kwa serikali nisaidie watu wangu ya South Mugirango. Juzi tulipokutana anasema hakuna chochote bwana. Hakuna chochote, bali mimi na mark time hapo tu. Saa yote mimi naweza rudi ODM, wekea mimi nafasi.
Nikasema wewe rudi saa yote, baba unajua sio mtu wa kushikilia watu, atakuachilia nafasi uingie tu. Lakini hapa ni karata wanacheza ya pata potea. Sasa hii uchaguzi inakuja kwa kumalizia 2022. Ndio uchaguzi ya kutofautisha watoto na wazee. Ndio uchaguzi ya kuseparate men from boys. Tunataka wanaume kamili bwana. Na hapa ndio tunaelekea, na yule mtu ambaye anaweza kuomboa sisi kama nchi. Hatuwezi kubahatisha bwana. Hii ya kubahatisha ati hazla, hii ni mambo ya kasino. Hatuwezi kufanya kazi kama hiyo. Yule mtu anaweza saidia sisi kama watu wa Kenya ni Raila Amolo. Mbona NASA imekufa sasa, hii chama ile yetu ya NASA imekufa baada ya commissioner Wiper Momoli na wengine kutoka, wamesema tumetoka NASA. Sisi pia ODM tumesema kitu imekufa hawezi baki kwa mkono wetu, wacha tu sisi pia tutoke. Hatuwezi kuwa tunabeba mwili ambaye imekufa. Mwili inafaa isiko zile mnayo. Tumesema secretary general alitangaza, amesema ODM pia imetoka. Kwa sababu wanataka kuachia sisi mwili ambaye inakufa ambaye hatujui baada ya kupeleka. Sasa hapa mbele sasa kuanzia hii Friday. Sasa ndio pepo ile ya maana inaanza kutengenezeka. Ile meli kubwa ambayo itakuja kubeba sisi kama meli ile ya Waislamu wanasema ya Noah, ambayo kila watu wanaingia ndani, inaanza hii Friday. Hii Friday inakuja. Itaanza hapa Nyanza. Kaunti za Nyanza yote wanakutana hapa Sikri ili waamue njia gani wataenda. Nimeona hata hiyo watu ya Oka, wanasema ati ODM waingie kwa hiyo ni meli ndogo. Hiyo ni Datsun 1200. Tunataka tutengeneze meli ambaye hata hiyo Oka anaingia ndani, Jubilee inaingia ndani, chama ndogo ndogo kama hiyo Osoro KNC yote wanaingia ndani. Ile mtu hawezi kuingia kwa hiyo meli peke yake ni UDA, kwa sababu ile ugonjwa wao ni kama ya corona. Lazima tupime vizuri sana. Kwa hiyo machache mimi nataka kusema tukae pamoja. Mungu awabariki, asanteni sana. James Agri Bob Orongo, kiongozi wa chache kule Senate, James Orongo, Senator wa Siaya.